Mungu uliyezifanya mbingu na nchi, bahari na mito na vitu vyote vilivyomo ndani yake. Asante kwa sababu ya siku hii ya leo, unalo kusudi kwa ajili ya mama huyu anayenisikiliza, unalo kusudi kwa ajili ya baba huyu anayenisikiliza, na unalo kusudi kwa ajili ya kijana anayesikiliza, mtoto anayesikiliza, binti anayesikiliza. Asante kwa sababu ziko roho ambazo Bwana lazima ziingie katika ufalme wako siku ya leo. Na Mungu aliye hai, ziko roho ambazo zimefungwa na adui siku ya leo lazima zifunguliwe. Shetani lazima aachilie maisha yao. Asante kwa sababu Bwana upo na nguvu zako zipo. Ninakukaribisha mfalme wa falme na Bwana wa mabwana. Ninafunga milki zote za giza na kazi zote za adui shetani. Ninataka kusimika jina lako mahali hapa, na katika hili anga usimame wewe Yesu peke yako, katika jina la Yesu Nazareti hai. Na kila anayempenda Mungu na aseme amen. Come on. Kama kuna jambo ambalo limeleta matanga kwenye dunia, limeleta mateso kwenye dunia, limeleta huzuni kwenye dunia, ni matokeo ya dhambi. Dhambi imeleta huzuni kwenye maisha ya mwanadamu, imeleta mateso kwenye maisha ya mwanadamu, imeleta kilio kwenye maisha ya mwanadamu. Na ninarudi nyuma, ninaangalia mwanzo ili kwaje dhambi kaingia. Maandiko yanasema kwamba Mungu alimuumba Adamu akamuumba na Hawa. Maandiko yanaelezea kabisa, yanasema kwamba Mungu aliye hai vitu vyote aliviumba kwa kutamka. Alitamka milima ikawa, akatamka mabonde yakawa, akatamka majani yakawa, akatamka simba zikawa. Lakini ilipofika kwa mwanadamu, Mungu aliye hai akawekeza nguvu kubwa kwa mwanadamu, kwa sababu mwanadamu ni kiumbe pekee ambacho kiliumbwa tofauti na viumbe vingine. Viumbe vingine vyote vilitamkwa vikawa, lakini ilipofika kwa mwanadamu akutamka. Maandiko yanasema kwamba mwanadamu akaumbwa kwa mkono wa Mungu, akamuumba mwanamke na mwanaume, akachukua udongo akamuumba mwanadamu. Mungu aliye hai aliwekeza nguvu kubwa kwenye maisha yako. Hakukuumba sawasawa na simba, hakukuumba sawasawa na wanyama, na akafanya kitu cha tofauti kwenye maisha ya mwanadamu. Kwenye roho zote zile, kwa kila kiumbe ambacho alikiumba hakuweka roho yake. Lakini alipofika kwa mwanadamu, akasema mwanadamu hataishi kama simba, hataishi kama wanyama, hatakuwa kama majani. Yeye nitaweka na roho yangu ndani yake. Hivyo Mungu aliye hai akaiweka roho yake ndani yake, na ndio maana mwanadamu aliumbwa na Mungu aliye hai. Sikia, hebu nisikilize siku ya leo. Hata unapotenda dhambi, kuna namna fulani roho yako inahuzunika. Kwa nini? Kwa sababu ina connection na Mungu aliye hai, na kwa sababu Mungu ameiweka roho yake ndani yako. Chochote unachokifanya, popote unapoenda, yeye yuko pamoja na wewe. Hata ulipokuwa mwovu, alikuwa na wewe. Ulipoendelea na uovu, alikuwa na wewe. Hata majira unasikiliza, yuko na wewe. Yako majira utasimama mbele za Mungu na utatoa hesabu kwa ajili ya maisha yako. Yako mama, mbona afanya kwa siri? Unasema watu wanioni, mke wangu wanioni, mume wangu wanioni, lakini Mungu aliye hai kwa roho yake anakuona. Sema amen. Sema amen. Dhambi kaingia kwenye maisha ya mwanadamu, mwanadamu akaanza kuteseka. Maandiko yanasema Mungu alitoa maagizo kwa Adamu na Hawa, akamwambia msile hili tunda kwenye huu mti wa katikati ya bustani. Akasema, aliwapa maagizo, akasema msifanye hivi. Ni sasa na vile unavyompa maagizo mtoto wako usifanye hivi, afu ghafla akaenda akafanya. Inasikitisha. Mwanadamu akaamua kuchagua kusikiliza sauti ya shetani. Shetani akaja kumshawishi mwanadamu kwa maneno ule tunda. Mungu hataki afanane na wewe, hataki wewe ufanane na yeye, ujue mema na mabaya. Kwa mwanadamu akachagua kumsikiliza shetani. Hata kipindi cha sasa watu wamechagua kumsikiliza shetani. Unasema namsikilizaje shetani? Unapotoka nje ya ndoa umemsikiliza shetani, unaposema uongo unamsikiliza shetani, unapokuwa na michepuko unamsikiliza shetani. Sikia, shetani anazungumza na maisha ya watu. Ile tabia mbaya ulionayo, sikia, imekushinda kwa sababu si asili yako, ile ni kwa sababu umemsikiliza shetani. Siku ya leo Yesu amenituma nije nizungumze na wewe. Sema amen. Amen. Sema amen. Amina. Miaka hiyo Adamu aliamua kuishi maisha yake, akachagua kumtii shetani. Dhambi ikaingia. Kila alichoambiwa na shetani kwamba utafanana na Mungu, akagundua sijafanana na Mungu, ile nimeingiza mateso. Kitu cha kwanza ambacho kilionekana kwake, akajikuta uchi. Walikuwa uchi siku zote na hakujiona kama yuko uchi, lakini baada ya kutenda dhambi akajikuta yuko uchi. Dhambi inakuvua nguo, dhambi inakutesa mwanamke. Ndio maana umeaibika mama, ndio maana umeaibika baba. Uzinzi umekuaibisha, tabia yako mbaya imekuaibisha. Kwa nini? Dhambi pamoja na kwamba itakupeleka jehanamu, lakini dhambi inakuaibisha, dhambi inakukongoloa, dhambi
dhambi na kuharibu, na ndio maana ni binti mdogo lakini umekuwa kama kikongwe, na ndio maana umekuwa kijana ambaye ni kama bomba la gari la moshi, linatoa moshi majira yote. Kwa nini? Ni anavuta sigara ni balaa, anazitwanga pia ni balaa, anazitwanga bangi ni balaa. Kwa nini? Kwa sababu ya uovu. Mbali na kwamba dhambi itakupeleka jehanamu, lakini inakuaibisha, inakutesa, inakuumiza. Dhambi ilipoingia kwenye maisha ya mwanadamu, ikaleta machozi, ikaleta huzuni, ikaleta kilio, watu wakaanza kulia, watu wakaanza kuachana, watu wakaanza kutukanana, mauti ikaingia, watu wakaanza kuuana. Lakini ninakumbuka miaka 2000 iliyopita, maandiko yanasema kwamba Mungu aliye hai alimtazama mwanadamu, na kwa sababu aliona kwamba amempenda mwanadamu, akamtuma mwanawe pekee, jina lake anaitwa Yesu Kristo. Yeye alikuja kusimama katikati ya mwanadamu na Mungu, alikuja kutengeneza pale palipoharibika. Maandiko yanasema ya kwamba miaka 2000 iliyopita Yesu akazaliwa. Maandiko yanasema ya kwamba hakuzaliwa kwa baba na mama, alizaliwa pasipo mwanaume, alizaliwa na Bikira Mariamu. Maandiko yanasema kwamba kuzaliwa kwake kulikuwa kwa pekee, maisha yake yakawa ya pekee, zungumza yake ilikuwa ya pekee, alifanya kila kitu kuwa chema, hata majira haya kwa lile kusudi ambalo Mungu alimtuma. Maandiko yanasema kwa sababu maandiko yanasema kwamba, maandiko yanazungumza kwenye kitabu cha Yohana 3:16, inasema kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee, ili kila muamini asipotee bali awe na uzima milele. Miaka 2000 iliyopita kamanda Manyota aliacha enzi mbinguni, aliacha ufalme mbinguni, akasema nitashuka mpaka duniani, na alikuja kwa hapa duniani kwa ajili ya upatanisho. Aliona dhambi ambayo shetani ameingiza kwa njia ya Adamu. Adamu alimtii shetani, hivyo akatuingiza wote kwenye majanga, akatuingiza wote kwenye kilio. Msiba ulionao ni kwa sababu ya shetani aliyeingiza mbegu kwa Adamu. Lakini Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai aliacha enzi mbinguni, akaja duniani. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee, ili yeyote amwaminie asipotee. Maandiko yanasema kwamba dhambi ilipoingia, mwanadamu akaanza kupotea, watu wakaanza kufa, watu wakaanza kuuana, watu wakaanza kutishiana, mauti ikaingia kwenye maisha ya mwanadamu, kilio kikaingia kwenye maisha ya mwanadamu, misiba ikaingia kwenye maisha ya mwanadamu, kuacha kukaingia kwenye maisha ya mwanadamu. Lakini miaka 2000 iliyopita ninasoma maandiko ya kama Mungu aliye hai akamtazama mwanadamu, na kwa sababu alimpenda mwanadamu, akamtuma mwanawe pekee ili aje afe duniani, ili aje ateseke kwa ajili ya mwanadamu. Maandiko yanasema mshahara wa dhambi ni mauti, yeyote atendaye dhambi lazima kufa na afe. Lakini Yesu Kristo aliye hai akaja akafa kwa ajili yetu, akateseka kwa ajili yetu, akaumizwa kwa ajili yetu, ili sisi tuwe na uzima. Na kwa kumpokea yeye unapata ondoleo la dhambi, unapata msamaha wa dhambi. Yeye akiingia kwenye maisha yako unasamehewa dhambi zako, zile dhambi ambazo zilitendwa tangu kipindi cha mwanzo, na dhambi zote ambazo umezitenda kipindi uko hai na unazijua. Sema amen. Amina. Nani anasema amen? Amina. Haya ndio matokeo ya dhambi. Maandiko yananiambia Yesu alipokuja akazaliwa, akaanza kuishi. Maandiko yanasema aliishi maisha yake yote pasipo kutenda dhambi. Alikuja kufix, alikuja kuondoa shida, alikuja kuondoa mateso, alikuja kusimama pale palipoharibika. Akafa kwa ajili yako, akateswa kwa ajili yako, kwa ajili yako dada, kwa ajili yako mama. Maandiko yanasema wote ambao walikuwa akifa kipindi hicho walikuwa wanapotea, lakini baada ya Yesu Kristo kuja, maandiko yanasema kwamba alikuja kutupatanisha na Mungu, akaishi maisha yote mazuri, maisha yote ya kumpendeza Mungu pasipo dhambi. Sema amen. Amen. Aliishi kwa ajili yako, aliteswa kwa ajili yako, na kamanda Manyota akaanza kutembea kwenye mitaa Kapenaumu, kwenye mitaa ya Yeriko, akaanza kufanya vitu ambavyo manabii hawajawahi kufanya, akaanza kufanya vitu ambavyo mitume hawajawahi kuvifanya. Ninatangaza siku ya leo, Yesu ni zaidi ya mtume wako, Yesu ni zaidi ya nabii wako. Nabii wako ulipokata moto ulibaki peke yako, lakini Yesu Kristo kamanda Manyota, maandiko yanasema kwamba akata naondoka, akasema ninaondoka lakini nitakuwa pamoja na ninyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Yesu hakutuacha kuwa wapweke, hakutuacha kuwa watu ambao tumeachika, alituacha kwamba tuwe pamoja na yeye. Ijapokuwa amepaa kwenda mbinguni, lakini yuko pamoja na sisi. Tunapotembea kwenye mitaa Kinondoni, kwani kwambia tunatembea na Yesu aliye hai. Yako majini yanapiga sauti kwa Yesu aliye hai. Hivyo weone
ni vile uyaoni tu. Sema amen. Amina. Sema amina. Amina. Haleluya, haleluya. Amen. Akaanza kutenda vitu ambavyo hakuna nabii aliwahi kufanya. Akaanza kufufua wafu waliokufa tayari. Akaanza kuponya wagonjwa ambao wanaumwa sana. Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Ninasoma kesi kwenye kitabu cha Marko 2:1 mpaka 12. Akawa anapita kwenye mitaa fulani pale Israeli. Anatembea kwenye mitaa fulani, akakutana na mtu ambaye ameparalyze. Magonjwa yako kwenye maisha ya mwanadamu kwa sababu ya matokeo ya dhambi. Tulimkataa Mungu, tukamchagua shetani. Hiyo dhambi inatutesa, tunaumia kipindi cha sasa. Tunasalitiwa kipindi cha sasa. Tunatumikishwa kipindi cha sasa. Atendaye dhambi ni mtumwa wa dhambi. Huenda sema mbaya hata yeye mwenyewe hataki. Na ndio maana unazini lakini hutaki kuzini. Nimeonana na walevi, sikia. Nimeonana na walevi, hakuna mlevi ambaye anapenda kunywa pombe. Walevi wote wanaichukia pombe. Kama uamini, ukiona mlevi mwambie mlevi, my friend, ataokota jiwe au chupa atakutandika. Hapendi kuwa mlevi. Nenda pale kitambaa cheupe kutakuta kuna wadada wanajiuza. Nenda pale sema machangu doa. Utajikuta Kisutu au Mwimbili. Hawatakuacha. Kwa nini? Asili. Hakuna mtu ambaye anapenda kutenda dhambi. Atendaye dhambi ni mtumwa wa dhambi. Na ndio maana ukitenda dhambi unaificha. Fikiria siku ya kwanza unazini, ulificha mume wako kujua, mke wako kujua, mama yako kujua. Kwa nini? Kwa sababu dhambi si kitu kizuri. Hakuna mtu ambaye anapendelea. Ijapokuwa anatenda dhambi lakini hapendi. Nimeonana na mashoga. Hapendi kuwa shoga, ila ni kwa sababu ya shetani. Maandiko yanasema Yesu akakutana na kijana ambaye alikuwa ameparalyze. Maandiko yanasema kwamba alifika kila eneo na akatenda mema. Alipokutana na aliye paralyze, maandiko yanasema kwamba kuparalyze kukaondoka, akawa mzima. Na watu wakamshangaa, wakastaajabu, wakasema ni nani anayetenda vitu vyema kama hivi? Yesu aliye hai yuko tayari kutenda jambo jema kwenye maisha yako. Yuko tayari kuiponya ndoa yako. Yuko tayari kuponya maisha yako. Yuko tayari kukuokoa siku ya leo. Ni wewe tu kukubali ofa yake. Sema amen. Amen. Nani anasema amen? Amen. Haleluya, haleluya. Amina. Anaishi siku ya leo na anatenda mema siku ya leo. Nasikia alichokisema. Alisema nendeni ulimwenguni mote mkaihubiri injili kwa kila kiumbe. Sikia Yesu alipopaa akatuachia power, akatuachia mamlaka. Tunapotembea tunatembea pamoja naye. Tunapozungumza kama yeye amezungumza. Kila kitu ambacho tunakifanya ni kama yeye anafanya. Mapepo yanatii, shetani anatii, nguvu za giza zinatii. Kwa sababu ni yeye pekee aliyekuita siku ya leo. Sema amen. Amen. Mapepo yakastaajabu, yakawa napiga kelele, yanasema tuna nini nawe Yesu mwana wa Mungu? Hata siku ya leo mapepo yote yanajua kwamba injili ya Yesu inahubiriwa mahali hapa. Na huyu Yesu ambaye nakuhubiria siku ya leo yuko tayari kukuokoa, yuko tayari kukufungua, yuko tayari kukuponya yale matokeo ya dhambi ambayo ni dhambi ya asili na ambayo ni dhambi ambayo hata wewe umekuwa ukitenda. Sikia, Yesu yuko tayari kukusamehe ukikataa shauri yako. Kuna watu walikataa kuokoka, hakujua siku zao kwamba zimeisha. Kuna watu mnanitazama majira haya, hautapata nafasi tena kusikia neno la Mungu. Nafasi yako ya kusikia ni sasa. Dhambi ambazo umezitenda, Yesu yuko tayari kusamehe siku ya leo. Mungu yuko tayari kuingia kwenye maisha yako, kuyatawala maisha yako, kutawala ujana wako. Na siku ya leo yuko tayari kuiondoa dhambi. Miaka 2000 iliyopita Yesu alisaliwa, akafa msalabani, akafufuka siku ya 3. Na yote ambaye anamwamini yeye anapata ondoleo la dhambi. Hakuna dhambi isiyoweza kusamehewa. Hata ile uitenda kwa siri, Yesu yuko tayari kuisamehe siku ya leo. Lakini ni ole wako ukatae kwa Yesu. Ukikataa kwa Yesu ni hasara ya nafsi yako. Fumba macho yako popote pale ulipo. Popote pale ulipo, fumba macho yako. Ninampenda huyu Yesu. Injili ilikuwa inahubiriwa pale Tandale, njiani kabisa. Alikuwa dada fulani wa dini nyingine. Na ndio maana nampenda Yesu. Yesu habagui dini. Ndio. Anapenda Wakristo wote. Anapenda Waislamu wote. Anapenda Mabudha wote. Anapenda watu wote. Na kilichomo ndani yake utaka watu wote waokolewa, asiweko hata mmoja kuelekea jehanamu. Hata siku leo yuko tayari kukuokoa, yuko tayari kusamehe mateso ambayo unateseka, yuko tayari kuyaondoa. Maisha yako yamekuwa magumu, shida zimekuwa zikikutesa, umekuwa ukihangaika ukilia. Mateso ya mwanadamu ni mazito sana. Nenda hata pale Muhimbili utakutana na wagonjwa wengi. Watu hawana furaha.
Dhambi ilipoingia ikaondoa furaha. Watu wana huzuni, hata ukianza kusikiliza utaweka tama namna hii. Maana inasikitisha. Mtu hawezi kuwa na furaha ameambiwa na uvimbe, hawezi kuwa na furaha ameambiwa na kansa, hawezi kuwa na furaha ndugu yake amekata moto amekufa. Matokeo ya dhambi. Siku ya leo Yesu anataka kuondoa matokeo ya dhambi kwenye maisha yako. Uishi maisha yako mazuri ambayo Mungu aliye hai ameyakusudia. Fumba macho yako. Mungu aliye hai, nakushukuru sana. Asante kwa ajili ya siku hii ya leo. Asante kwa ajili ya mama huyu anayesikia neno lako. Asante kwa sababu Bwana uko tayari kuokoa siku ya leo. Na asante kwa sababu neema yako iko tayari kugusa maisha ya dada mmoja anayesikia majira haya. Neema yako iko tayari kugusa maisha ya kijana mmoja ambaye anasikia majira haya. Baba, ninakuomba asiwepo hata mmoja wa kupotea na hali injili imehubiriwa. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Popote pale ulipo, unasema siku ya leo ninataka kusamehewa dhambi zangu. Nyosha mkono wako juu kwa Yesu. Nyosha mkono wako juu. Asante. Nyosha